Saa 1 kamili majira Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwenye habari zetu za Radio Wamozi. Mimi jina langu ni Esther. Nimeandika. Naam. Uwepo mkubwa wa polisi ulishuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya jiji la Nairobi na sehemu nyingine za nchi siku ya Jumatano, huku Wakenya wakijiandaa kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024 uligharimu maisha ya watu. Siku hiyo iliandaliwa na wanaharakati pamoja na mashirika ya kiraia kwa ajili ya maandamano mapya. Safari hii ikilenga ukatili wa polisi na uwajibikaji wao. Barabara kuu za kuingia katika eneo la biashara jijini Nairobi CBD zilifungwa mapema asubuhi, hali iliyosababisha usumbufu wa usafiri na kuwalazimu abiria kushuka katika vituo vilivyotengwa. Na kwingineko ni kwamba Kenya ilipokuwa ikiadhimisha kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu maandamano ya Juni 25 yaliyosababisha vifo, Rais William Ruto alikuwa katika kaunti ya Kilifi kuhudhuria mazishi ya mzee Gideon Mung'aro, babake gavana wa Kilifi. Viongozi kadhaa walihudhuria mazishi hayo, akiwemo kiongozi wa ODM Raila Amolo Odinga, spika wa Seneti Amos Kingi na waziri wa madini na uchumi wa Blue Hassan Joho. Mapema siku hiyo, Rais Ruto alifanya kikao cha ngazi ya juu katika ikulu ya Nairobi na Mheshimiwa Sultan Ali Ailana, mjumbe wa mtukufu Prince Rahim Al Hussein Agani Khan. Wa bunge la kitaifa na bunge la jimbo, viongozi wa kanisa Right Honorable Raila Amolo Odinga, Speaker of the Senate Honorable Amason Kingi, mawaziri waliofika hapa, makatibu, wawakilishi wa bunge la kitaifa na bunge la jimbo, viongozi wa kanisa, waumini na waombolezaji. Tukiendelea na ibada kwa sababu tayari tulikuwa tumeanzisha ibada, naomba sasa nimwalike Major Retired Daniel Mung'aro ili aweze kusoma hadithi ya mwenda zake kwa ufupi na pia aongee kwa niaba ya jamii. Namuomba tafadhali Major Retired Daniel Mung'aro, tumkaribishe kwa makofi tafadhali, atusomee hadithi ya mwenda zake na pia Na kwingineko ni kuwa maelfu ya waandamanaji walimimika mitaani nchini Kenya siku ya Jumatano kuadhimisha mwaka mmoja tangu watu walipouhamia bunge wakati wa kilele cha maandamano dhidi ya serikali, licha ya hofu kuwa wangekumbana na magenge yanayoungwa mkono na serikali pamoja na ukatili wa polisi. Takriban watu 60 waliuawa mwaka jana na vikosi vya usalama katika wiki kadhaa za maandamano dhidi ya ongezeko la kodi na hali ngumu ya kiuchumi. Wanaharakati na familia za waathiriwa wametoa wito wa maandamano ya amani kuadhimisha mwaka mmoja tangu siku mbaya zaidi ya machafuko hayo wakati bunge lilipovamiwa. Na viongozi wa upinzani akiwemo Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa wameikosoa vikali serikali kuhusu jinsi inavyoshughulikia maandamano, wakishtumu utawala huo
wakishtumu utawala huo kwa kukuza utamaduni, ukwepaji wa sheria, ukatili wa dola na ukiukaji wa katiba. Wakihutubia wanahabari nje ya kanisa la Holy Family Basilica asubuhi ya Jumatano, viongozi hao walisisitiza kuunga mkono maandamano yanayoongozwa na kizazi cha Gen Z na kutangaza mipango ya kuwaenzi waliouawa wakati wa maandamano ya awali. Wakikumbuka matukio ya mwaka wa 2023, Musyoka alisema hata hatukuruhusiwa kukusanyika katika nyumba ya ibada kama tulivyofanya leo. Tunashukuru kanisa Katoliki kwa kusimama na wananchi. Parliament, the main entrance to Parliament, and lay wreaths there. I can tell you in the years to come, this is clear in my mind. In the years to come, this will be celebrated as a national holiday, properly, with people able to come to Parliament and without let or hindrance, without having these heavily armed policemen, armed to kill their own citizens. What a shame. So Kenyans must remain bold, Kenyans must remain resolute, and so this is a very important day. In fact, one of the most important days since this country gained independence in 1963. We have had various attempts like amending the constitution and giving ourselves a new constitution in 2010. And actually on the strength of this constitution, these young people came out. Under Article 1, what I'm wearing here is the only thing they were armed with was Article 1 of the constitution. They are very clear. They're very clear. We have here a document that will stand the test of time. And nobody, no William Ruto or Kanja or Sakaja can do. Na kimataifa ni kwamba serikali ya Sudan inayoungwa mkono na jeshi ilishtumu Kenya Jumanne kwa kusafirisha silaha kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu UAE hadi kwa kikosi cha msaada wa haraka RSF ambacho kimekuwa vitani na jeshi la kawaida tangu Aprili mwaka wa 2023. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje, jeshi liligundua silaha na risasi zenye alama za Kenya katika maghala ya silaha ya kundi la kigaidi la RSF huko Khartoum. Kwa miezi kadhaa, jeshi na RSF wamekuwa wakibadilishana lawama kuhusu kupotea silaha. Kwa miezi kadhaa jeshi na RSF wamekuwa wakibadilishana lawama kuhusu kupokea silaha kutoka kwa mataifa ya kigeni yakiwemo UAE, Misri, Iran, Uturuki na Urusi. Na baada ya siku kadhaa za mashauriano, majeshi ya Marekani yalishambulia maeneo makuu matatu ya nyuklia ya Iran siku ya Jumamosi. Rais Donald Trump alisema kuwa vituo vikuu vya kurutubisha nyuklia vya Iran viliharibiwa kabisa. Ingawa zaidi ya mabomu 12 yalirudishwa kwenye vituo viwili vya nyuklia, kituo cha kurutubisha mafuta cha Fordow na kituo cha kurutubisha cha Natanz. Na basi mpendwa msikilizaji, tupate habari za spoti. Na mpenzi msikilizaji, natumai ubuheri wa afya. Wacha nikupe habari za spoti na michezo. FIFA imeanzisha uchunguzi wa kinidhamu dhidi ya mchezaji wa Pachuca Gastro Gabriel kufuatia madai kwamba alitoa kauli ya kibaguzi dhidi ya mchezaji wa Madrid Antonio Rudiger. Shirika hilo la kimataifa la soka lilitangaza Jumanne tukio hilo lililotokea mwishoni mwa mchezaji kati ya timu hizo mbili kwenye kombe la dunia la klabu lililochezwa Jumapili. Baada ya kupitia ripoti za michezo, kamati ya nidhamu ya FIFA imeanzisha mchakato wa kinidhamu ahadi ya mchezaji wa CF Pachuca Gastro Gabriel kuhusiana na tukio lililomshambulia yeye na Antonio Rudiger wa Real Madrid wakati wa mchezo wa kombe la dunia na la klabu uliochezwa nchini Charlotte tarehe 22 Juni.
Naam, asante sana msikilizaji. Hizo ndizo habari zetu za michezo. Naam, ungana nami hapo saa 3 nikupashe mingi. Mimi wako ni Emmanuel Omurunga. Na basi kufikia hapo, mpendwa msikilizaji, sina budi wala kutamatisha tu habari zetu za Radio Uamuzi. Tukutane tena mnamo wakati mwingine kwa habari zingine. Unaweza tufuata kwenye mtandao wetu wa jamii wa Twitter, Facebook, Instagram na hata YouTube @Uamuzi Radio. Mie kumbuka kwamba studioni nimekuwa wenyu Esther. Which station is this? Uamuzi Radio.